wakati mwingine ambao ni njema zaidi, umeweza kunijalia na pia kunifanikisha, si kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu, bali imeweza kugharimu mkononi mwako Mfalme. Na ni muhimu zaidi wakati tu unapotupa nafasi ya kuweza kulitukuza na kulihimidi jina lako. Kabla sijaweza kuanza katika mafundisho ya siku ya leo, naomba nikapate maombi. Baba na mtakatifu, Mfalme wa amani, ninalishukuru na pia kulihimidi jina lako siku ya leo, vile ambavyo Bwana umeweza kunilinda na pia kunifanikisha, si kwa nguvu zangu wala kwa uwezo wangu, bali imeweza kugharimu mkononi mwako Mfalme. Ninalishukuru pia kwa vile ambavyo pia mpendwa ambaye atakayeweza kulisikiliza neno ya siku ya leo, ukamfariji kwa maneno, ukamfariji kwa uhai, ukamfariji kwa kila jambo ambalo analolihitaji. Ni wakati mzuri wa kuweza kulitii na kulisikia sauti yako Mfalme. Shusha Roho wako Mtakatifu kazidi kuwa pamoja nasi, na nikukupitia jina lako mwana wako Yesu Kristo, Baba wa mbinguni, nimeweza kuomba na hata kuamini. Muda huu ni muda mzuri sana wa kuweza kujifundisha neno la Mungu, na kujifundisha neno la Mungu tukiangalia katika kitabu cha Zaburi 119 fungu lake la 105, pumzi ya uhai ya neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na ni wakati mzuri wa kuweza kujifundisha neno, wa kuweza kujitolea kama kijana kujifundisha neno. Mpendwa, hii ni muda wa kujifundisha kuhusu vile ambavyo vijana watakavyoishi katika njia za Mungu. Na wewe kama kijana, ni jambo gani unaweza kulifanya ili pia naye Mungu akaweze kufurahi? Tukiangalia hadithi moja ya kijana anaitwa Yusufu. Yusufu walikuwa na ndugu zake, na baba yake alikuwa anampenda zaidi. Na pale pia Mungu alikuwa anamletea maono mingi zaidi, na alikuwa anamtafsiria sana familia yake. Na wakati huo tunaona ya kwamba ndugu zake hawakuwa wanafurahia, ndugu zake hawakuwa wanapenda jinsi ambavyo kijana wao walivyokuwa, maana Mungu alikuwa anamtayarisha jinsi ambavyo atakavyokuja kuwa baadaye. Ninaweza kuzungumza siku ya leo kama kijana ya kwamba umejitoleaje katika kazi ya Mungu? Unafanya nini ili Mungu naye afurahie kazi yako? Maana Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 3 fungu la 1 mpaka fungu la 5, neno la Mungu linasema ya kwamba kila jambo lina wakati wake, lina majira yake. Jiulize wewe kama kijana, wakati ambapo uko katika dunia hii, kwa kweli kile ambacho nafanya inampendeza Mungu? Na iwapo haimpendezi Mungu, ni nini nitakalolifanya ili niweze kumpendeza Mungu? Tukiangalia katika kitabu cha Mhubiri 12 fungu lake la 1,
Neno la Mungu lasema ya kwamba mkumbuke Mungu wako ungali bado uko katika ujana wako, kabla ile siku ijaja ukasema ya kwamba siwezani. Maana tunajikuta kama vijana wakati huu tunapotea na kukosa kupata mausia ya Mungu na kukosa kufuata jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Maana neno la Mungu lasema ya kwamba vijana ndio wanao nguvu na uwezo wa kushika neno la Mungu. Na iwapo sisi kama vijana, kama hatuwezi kulishika neno la Mungu ipasavyo, je, ni wakati mgani tena tutaweza kulifahamu na kulifuata njia za Mungu? Nitaweza kuangalia katika kitabu cha Mhubiri. Kitabu ni cha Mhubiri 11 fungu lake la 9. Neno la Mungu lasema ya kwamba wewe kijana, uifurahie ujana wako na moyo wako ukachangamke siku ya ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuletea hukumu. Kijana mpendwa, jua jambo lolote ambalo unalolitenda katika dunia, katika ulimwengu huu, Mungu atakuletea hukumuni. Iwapo ni starehe za dunia, Mungu atakuletea hukumuni. Iwapo ni mambo ambao linakufanya usiweze kuenda katika mausia ya Mungu, bado Mungu atakuletea hukumuni. Na ili uepukane na haya yote ambao neno la Mungu lasema, inakulazimu ulitii neno la Mungu, inakulazimu ufuate jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji. Usije ukafuata akili yako mwenyewe. Tukiangalia tena katika kitabu cha Timotheo wa pili 2 fungu lake la 22, 2 fungu lake la 22, neno la Mungu lasema ya kwamba lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukayafuate haki na amani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Ndugu mpendwa, ni wakati wako wa kumrejea Mungu. Maana sisi kama vijana, yule mwovu ametutawala, amechukua nguvu ambayo Mungu anahitaji tuweze kuitumia katika kazi yake. Tunapata mambo ambao, tunafuata mambo ambao haimfurahishi Mungu, haimfanyi Mungu akafurahi ndani yake. Lakini jua siku ya leo, wewe kama kijana una nafasi muhimu wa kuweza kujitolea kufanya kazi ya Mungu. Na jua ya kwamba Shetani ana mpango wake, ana majira yake ya kuweza kukuletea jambo fulani ikaweze kukufikia. Na anapoleta jambo fulani ikaweze kukufikia, anajaribu mbinu ya kuweza kutoa katika njia ya Bwana. Anajaribu mbinu ya kuweza kukufanya usiweze kulitii sauti ya Mungu. Fahamu siku ya leo, wewe kama kijana, ondoka kwa pale ambapo ulipo kwa sasa hivi. Ondoka kabisa, maana Shetani analeta yale ambayo unayoyapenda. Kitu cha kwanza, kuna dawa za kulevya. Ya pili, kuna mambo ambao Shetani anafurahia kukuletea ili wewe ukaweze kupotea. Ndugu mpendwa, ni wakati wako wa kuweza kujiandaa na kuweza kujifundisha vile ambavyo Mungu anavyohitaji. Usije ukavitamani vitu ambavyo havifai ndani ya moyo wako, vitu ambavyo havifai ndani ya mwili wako. Ukiangalia mtu
ambaye anaitwa Daudi. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Alikuwa kijana mshauri, mwenye nguvu, mwenye uwezo. Hakukuwa anaogopa chochote kile, mpaka wakati Mungu aliweza kumtuma Samueli katika Sauli, na akamwambia, unitolee vijana ambao wako katika nyumba yako, na utakaponitolea nitaweza kumchagua ambaye atakuwa mfalme. Na wakati ambao Samueli alipowaangalia wale, akamuuliza mfalme Sauli ya kwamba hao ndio vijana ulio nao, hakuna mwingine? Sauli basi akamwambia ya kwamba kuna yule ambaye katika kuchunga, anachunga pale porini. Basi Samueli alichukua mguu wake moja kwa moja mpaka katika malishoni, ndiposa alipoweza pale aliweza kumpata Daudi. Mungu ana mpango mzuri sana kwa yule ambaye ana nguvu, anajitolea kufanya kazi yake. Na hayo yote inatokea kwa gani? Kwa wakati ambao umeweza kujitolea kama kijana kufanya kazi ya Mungu. Sio wengi wanapenda kufanya kazi ya Mungu kama kuwa kijana. Ni starehe tu za dunia, na mwisho wa siku itaweza kupotea. Ndugu mpendwa, jifurahishe katika ujana wako. Biblia inasema aje katika kitabu cha Zaburi. Zaburi ni 109 fungu lake la 9. Jinsi gani kijana aisafiche njia yake? Kitu cha kwanza unajiuliza kama kijana, ni kwa njia gani nitakaolifuata ili maisha yangu yakaweze kubadilika, ili maisha yangu yakaweze kumfurahisha mwenzangu? Biblia inasema ni kwa jinsi gani kijana aisafiche njia yake. Kitu cha kwanza ni kwa kutii, kulifuata neno la Mungu. Kitu cha kwanza ni kutii na kulifuata neno la Mungu. Kwa moyo wako wote nimekutafuta, kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Wewe kama kijana umuombe sana Mungu, neno la Mungu likaweze kudumu katika maisha yako na katika njia zako. Usiache mausia ya Mungu yakaende mbali na maagizo ya Mungu. Amen. Basi nitafikisha hapo, na iwapo utakuwa na maswali, utakuwa na majibu, basi ukaweze kufuata neno la Mungu. Na Mungu wa amani azidi kuwa baraka katika maisha ya vijana. Amen.